Yes, baada ya vikao vya muda mrefu sana kuweza kupitia CV za baadhi ya makocha ambao wameomba kufanya kazi na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, vimekaa vikao takriban vitatu na majibu yamepatikana. Tayari ameshapatikana kocha ambaye atakuja kuvaa viatu vya Dimitar Pantev ambaye ameondoka katika klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Pengine labda unajiuliza ni kocha gani huyo, ana uzoefu gani na atakuja kuongeza nini katika kikosi cha Simba? Kwanza subscribe Off Pitch TV, lakini asante kwa Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina yote, kwa maana yale ya mgongo mpana, mgongo membamba, yale ya mfano wa vigae pamoja na yale ya material ya chenga chenga. Ukiagiza mabati na Bati Quality, usafiri na misumari kwao ni bure kabisa. Wana warranty zaidi ya miaka 10. Sasa twende kumjua kocha wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, ambaye viongozi wamempitisha baada ya kufanya vikao vya masiku kadhaa, na tetesi zinaeleza ya kuwa klabu ya Simba imefikia makubaliano ya kimaandishi na kocha Miguel Gamondi ambaye ni kocha mkuu wa klabu ya Singida Black Stars pamoja na timu ya taifa ya Tanzania kujiunga na Simba baada ya michuano ya AFCON kumalizika. Inaelezwa ya kuwa kwa sasa kocha huyo yupo kwenye taratibu za mwisho kumalizana na Singida Black Stars ili baada ya michuano ya AFCON kuisha ajiunge moja kwa moja na klabu ya Simba. Je, kocha Miguel Gamondi unahisi anafaa kuinoa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba? Haya ndio ambayo Simba wameweza kuona kwamba Miguel Gamondi ndio kocha ambaye anafaa. Kitu cha tofauti ni kwamba Simba waliahidi ya kwamba watachukua kocha wakati timu zipo huko AFCON ili waweze kupata muda walau hata mwezi mmoja, mwalimu aweze kuiandaa timu kwa maana kuwa kama pre-season, lakini wanaenda kumchukua Miguel Gamondi ambaye na yeye anaenda na timu huko nchini Morocco. Hatujui, labda kwa kuwa ameona Tanzania wanaweza kama ametoka mapema ama vipi, lakini kama itatokea Tanzania atacheza finali, basi wanaenda kumchukua kocha ambaye atakaa wiki moja tu ama mbili kuinoa timu alafu kwenda kucheza na Esperance de Tunis. Kwa hiyo unaweza ukaona huenda pia ikaleta changamoto, lakini wao viongozi ndo wanajua nini ambacho wamekiamua. Sasa twende kumjua Miguel Gamondi. Najua wengi mmeanza kumuona akiwa katika klabu ya Young Africans, baadaye mkaja kumuona katika klabu ya Singida Black Stars, lakini rekodi yake na CV yake ni kubwa sana. Sasa twende kumjua. Jina lake kamili anaitwa Miguel Angel Gamondi, raia wa Argentina. Amezaliwa Disemba mosi mwaka 1963. Ana umri wa miaka 22. Sehemu ambayo amezaliwa ni Oliveira huko nchini Argentina. Ana urefu wa futi 6 na inchi 1. Kwa hivi sasa yupo katika klabu ya Singida Black Stars na timu ya taifa ya Tanzania. Akiwa mchezaji amecheza soka mwaka 1987 katika klabu ya Ferrocarril Sudi ya huko Argentina. Sasa twende kujua karia yake ya soka kama kocha, timu ambazo amewahi kupita pamoja na mafanikio ambayo ameyapata akiwa kama kocha. Msimu wa mwaka 1998 ndiye rasmi alikuwa kocha msaidizi katika klabu ya Rising Club mpaka msimu wa mwaka 1999, kwa maana kwa msimu mmoja tu, na msimu wa mwaka 2000 akaenda katika klabu ya Al Ahly Tripoli ya huko nchini Libya akiwa kocha msaidizi. Ilipofika msimu wa mwaka 2001 mpaka 2002, kwa msimu mmoja alikuwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Burkinabe ama Burkina Faso. Msimu uliofuata alidumu kwa msimu mmoja tu akiwa kama kocha msaidizi wa klabu ya Wydad Casablanca ya huko nchini Morocco, na msimu uliofuata kwa maana msimu wa mwaka 2004 alidumu kwa msimu mmoja tu akiwa kama kocha msaidizi wa klabu ya Esperance Sportive de Tunis. Alidumu hapo kwa msimu mmoja na baadaye akaenda kuwa kocha mkuu wa klabu ya Mamelodi Sundowns. Alidumu hapo kutoka msimu wa mwaka 2005 mpaka 2006. Kwa hiyo alidumu hapo kwa msimu mmoja tu, na baadaye msimu wa mwaka 2007 kaenda katika klabu ya Hassania Ajedil. Alidumu hapo pia kwa msimu mmoja na baadaye kaenda katika klabu ya Platinum Stars msimu wa mwaka 2007 mpaka msimu wa mwaka 2009. Na baadaye msimu wa mwaka 2010 akaenda katika klabu ya Shabab Riaz Belouizdad kwa maana Siala Belouizdad. Alidumu hapo kwa msimu mmoja tu, na msimu uliofuata kwa maana msimu wa mwaka 2011 mpaka 2012 akaenda katika klabu ya Al Ittihad Kalba
ya huko nchini Libya, na baadaye msimu uliofuata katika klabu ya USM Alger ya huko nchini Algeria. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, msimu wa mwaka 2013 mpaka 2014, kwa maana kwa msimu mmoja Shabab Riaz Belouizdad kwa maana CR Belouizdad wakaona ubora wake, akaamua kumrudisha na alirudi hapo. Alidumu kwa msimu mmoja tu, na msimu uliofuata akaenda katika klabu ya Al Oroba. Pia alidumu hapo kwa msimu mmoja tu mpaka msimu wa mwaka 2015. Alikaa hapo kwa miaka miwili, kwa maana 2015 mpaka 2017 katika klabu ya Hassania Agadir akiwa kama technical director. Alifanya kazi kwa miaka mitatu, na baadaye msimu wa mwaka 2017 mpaka 2019 akawa kocha mkuu wa klabu ya Hassania Agadir, kwa maana alikuwa technical director, wakampa timu akawa kama kocha mkuu. Baadaye msimu wa mwaka 2020 akaenda katika klabu ya Wydad Casablanca kama kocha mkuu, ambapo mwanzo alikuwa kocha msaidizi. Msimu wa mwaka 2021 mpaka 2022 akaenda katika klabu ya IR Tangel, na msimu uliofuata kwa maana 2023 mpaka 2024 akaenda katika klabu ya Young Africans ya nchini Tanzania. Alidumu hapo kutoka 2023 mpaka 24, na baadaye msimu wa mwaka 2025 alienda katika klabu ya Al Nassr na alidumu hapo nusu msimu tu, na karia yake kumaliza katika klabu ya Singida Black Stars. Huyo ndiye Miguel Gamondi. Amepata mafanikio kadhaa kama kuiwezesha kwa mara ya kwanza klabu ya Singida Black Stars kuingia hatua ya makundi ya kombe la CAF Confederation Cup, lakini si hivyo tu, pia amefanikiwa kuiwezesha klabu ya Wydad Casablanca kufika nafasi ya pili, na baadhi ya makombe ambayo ameyachukua kama kombe la FA akiwa na klabu ya USM Alger, na kombe la FA akiwa na klabu ya Wydad Casablanca. Huyo ndiye Miguel Gamondi ambaye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba inahitaji kwenda kuvaa viatu vya Dimitri Pantev, na baada ya wao kumwassess kwa muda mrefu ameona ni bora amchukue kocha huyu kwa sababu kwanza anayajua mazingira, lakini pili anajua baadhi ya wachezaji, pia tatu rekodi yake pia inabeba kwa maana CV yake kutokana na timu ambazo amewahi kupita, lakini nne pia amewahi kuhudumu kwenye timu ya pinzani wao kwa maana Young Africans. Hivyo wanaamini kuna baadhi ya vitu anaweza akavinoti akavihamisha upande wa pili ikawa bora kabisa, na kubwa zaidi ambaye anampa jeuli ni Pape Diou kwa maana yule kocha wake msaidizi, kwa maana kija Simba anakuja naye kocha msaidizi ambaye kwa sasa pia bado upo naye katika timu ya taifa ya Tanzania. Mengine ambacho anakipenda kwake ni fighting spirit ambayo aliwahi kuwa nayo katika klabu ya Young Africans. Hivyo Simba wanajaribu kuonyesha kwamba kwa namna gani wanaweza kumpata Miguel Gamondi na akaja kufanya vizuri kabisa. Kwa hiyo ndio CV ya Miguel Gamondi, na hiyo ndio taarifa ambayo inamhusu Miguel Gamondi katika klabu ya Simba Sports Club. Asante tena kwa Bati Quality, mabingwa kutengeneza na kuzalisha mabati ya aina yote, kwa maana mabati ya mgongo pana, mgongo mwembamba, yale mfano vigae pamoja na yale ya matilio ya chega. Ukiagiza mabati na Bati Quality, misumari na usafiri kwao ni bure kabisa. Agiza leo ili utambe kwa miaka mingi kweli pale ambapo umeweka bati hilo katika nyumba yako. Mimi naitwa Yusuf Katambula na hili Off Pitch TV. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnapata yale mengi ya kimichezo. Bye bye, mpaka wakati mwingine tena. Tuangalie Simba nini ambacho wameamua kukifanya na kwa namna gani inaweza kuwalipa hao. Ndio Simba Sports Club.